بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد يا kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala sambamba na ziada za khairi kumtakia mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tutaendelea wale tuliposimamia kwenye majlisi ya jana kwenye kitabu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam cha al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Hadithi ambayo tunaanza nayo kwenye chapa yangu ni hadithi ya 445. وعن عطية رضي الله عنها قالت, نكتوك عطية الله أمرذيه مسيما, دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أو ونحن نغسل ابنته. aliingia kwetu sisi mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa sisi tunamuosha binti yake. Huyo binti yake mtume hapo umetofautiana ulama alikuwa nani, kwa sababu binti zake mtume wote walikufa hali ya kuwa yupo hai isipokuwa Fatima. Kwa hiyo wanatofautiana ulama kwamba ilikuwa nani. Wapo wale usema kwamba ni Zainab ambaye alikuwa ni mke wa Abu al-As, na alikuwa kufa kwake ni mwaka wa 8 Hijiria. Na wapo wale usema kwamba ni Ummu Kulthum ambaye alikuwa ni mke wa Uthman. Kwa kuna khilafu baina al-ulama man bintu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huna. Faqala ighsilnaha thalatha, mtume akasema muosheni yeye mara 3, ile majosho yawe ni matatu, au 5 au mara 5 au akthara min dhalika, au zaidi ya hizo mara ngapi? Mara 5. Lakini yote haya ni kuonesha kwamba yatakiwa uende kwa witri, maana 3 5. Ikiwa 5 hajatakata, ulama wamesema yafaa kuongeza, lakini uishilizie kwenye 7. Hivyo in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin, kiliona nyinyi hilo, mkiliona hilo, kwa maana mkiona kwamba tukimosha mara 3 bado, kwa mkitamosha 5 tena kwa maji wa sidrin na mkunazi, bima'in wa sidrin na maji, kwa maji na mkunazi. Na hapa sasa hivi wamesema ulama hata yale ambayo tunakaa nayo sisi humu ambao sio mikunazi yanaingia kwenye hukumu. Mfano manukato, kwa sasa hivi kuna mafuta yanaitwa kafur maiti, kama sijakosea jina lao, yale yanakaa niaba ya mkunazi, kwa sababu zama hizo hakukuwa na uturi kama kwa zama hizi. Kwa hiyo kilichokusudiwa pale tu ni kuingiza harufu nzuri kwa maiti. waj'alna fi al-akhirati kafura au shay'an min kafur, na mujalie kwenye lile josho la mwisho, fil akhira, josho la mwisho, kwa maana ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka hiyo ambayo itakuwa ni ya mwisho. Hiyo kama mmeishi ya 5 au ya kwanza, ya pili, ya tatu ikawa ndio ya mwisho, hiyo jalieni kafura, kuwa ni manukato, au shay'an min kafur, au kitu katika manukato. Falamma faraghna adhannahu, pindi tulipomaliza sikumuosha huyo binti yake mtume, tukamjulisha mtume hapa adhannahu, kwa maana tukamjulisha sisi yeye kama tumemaliza. Faalqa ilaina hiqwahu, akatutupia sisi mtume sallam izari yake. Faqala ash'irnaha iyyahu, mtume akasema muenezeeni hicho kipande ama hiyo nguo ya izari, muenezeeni nayo yote. Al-ish'ar hapa ina maana vile kumfunga nayo, mkamueneza nayo yote, kwa muenezeeni nayo mwili mzima. Muttafaqun alayhi.
wa fi riwaya ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha, na kuna riwaya imekuja waanzeni kwenye kumuosha kwenye zile sehemu zake za kulia, kadhalika na zile sehemu za udhu katika mwili wake. Hiyo ni riwaya nyingine, sababu hadithi ni muttafaqun alayhi. Lakini kadhalika vile vile wa fi lafdhi lil-Bukhari fadaffarna sha'raha thalathata qurunin faalqainaha khalfaha, na katika tamko wa malafdhi la Imam al-Bukhari tukazifunga nywele zake huyo binti yake Mtume matunguu matatu. Na matunguu yanajulikana kwa sisi, sijui wenzetu ambao itakuwa hawajakaa ukanda huu wa pwani, sisi tunajua matunguu. Mpaka kuna usukaji ambao wanaita wanawake ni usukaji wa vitunguu hivyo. Kwa hivyo ana Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Aisha Allah mridhie, qalat, amesema kufina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikafiniwa kwa maana alivishwa sanda Mtume sallallahu alayhi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin, alivishwa sanda Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye nguo tatu nyeupe. Zilikuwa nguo tatu nyeupe, na hizo nguo sahuliyatin, sahuliya ni nisba kwenye tamko sahul, na ni mji katika miji ambayo ipo Yaman, na ilikuwa hizi nguo zatengenezwa kwenye huo mji au zanasibishwa huko, ndio walivyosema ulama. Kwa hiyo kwa maana hizo nguo nyeupe za nasibishwa na hayo maeneo ya sahulia au zatengenezwa huko inkrusufin, lakini zinazotokamana na nini? Na pamba. Laisa fiha qamisun wala imama, hakuna ndani ya hiyo nguo aliyokuwa ziko nayo au makuu kafiniwa kwayo Mtume sallallahu alaihi wasallam qamis, ile nguo ambayo imekaa na mfumo wa kanzu. Ile sanda ya kike ina nguo inaitwa qamis. Wala imama wala kilemba. Sheikh al-Basami yakaelezea yadullu al-hadithu ala anna al-afdala at-takfinu fi thalathati athwabin bidin, sema yajulisha hadithi kwamba bora ni mtu kuzikwa na kukafiniwa akiwa ametiwa ndani ya nguo nyeupe tatu. Wajibu takfinu al-mayyit min malihi, na yapasa kumzika maiti kwa maana zile gharama zile mu'natu tajhiz, gharama za kumwandaa zitoke kwenye mali yake. Hii ndio asili. Sasa shangaza mpaka tunataka tuuane tena kwa michango, na mtu ana pesa bwana alikufa, tukasirikiana tena kadha. Asili kwamba ile mali yake ile ndio iandaliwe nini, gharama, na itumie na itoke mali yake kwenye upande wa kuandaa mazishi yake. Sasa hiyo michele hiyo tutakuja kuiona pia nayo mbele hapo. Maelezo yake ni marefu, lakini anasema fa illam yakul lahu malun fakafanuhu ala man talzamuhu nafaqatuhu, atakapokuwa huyo maiti hana mali, ile sanda yake itakuwa ni juu yule ambaye yamlazimu ya nafaka. Kama ni mtoto husimamiwa na baba, wa baba itakuwa ndio ni wajibu kwa nani? Kwa huyu mtoto kumtafutia sanda na mengineyo. Kama ni mke ana mumewe, basi hapa mume naye atanini, atagharamika yule ambaye yamlazimu nafaka yake yeye wakati akiwa yupo hai. Wa ibn Umar, hadithini muttafaqun alayhim, na maelezo ya Sheikh al-Basami yameendelea, lakini nimechukua mahali shahidi hapo ili kuweka sawa ufahamu. Wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, na kutoka Abdullah ibn Umar Allah amridhia amesema, lamma tuwfi Abdullah ibn Ubay bin Salul, huyu ambaye ilikuwa ni raisul munafiqin, alipokufa huyu, jaa ibnuhu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alipokufa huyu alikuja mtoto wake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala a'tini qamisaka ukaffinhu fihi, fa'atahu iyyahu,
Mtume akasema ule mtoto kumwambia Mtume, naomba nipe kamisi yako, nguo yako, kanzu yako, mimi nikamvishe sanda kwenye nguo hiyo baba yangu. Akampa Mtume. Unaweza kusema ni mnafiki, lakini hivyo alikuwa. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema yadullu alhadithu ala karami nabii sallallahu alayhi wasallam, hadithi yajulisha juu ya ukarimu wa Mtume. Haithu kana la yaruddu sa'ilan sa'ala ma yajuzu, pindi pale alipokuwa Mtume alikuwa hamrejeshi mwenye kuomba akiwa kaomba linalofaa kuombwa. Wa anna almunafiqa yu'amalu mu'amalata almuslim, na kwamba mnafiki huamiliwa yeye muamala wa Muislamu. Wa in kana ma'rufan nifaqi, hata kama anajulikana unafiki wake, julikana kwamba huyu ni mnafiki. Wa anna almawaddata bilqarabati la tu'addu min almawaddati fi ad-din, na kwamba kule kumpenda mtu kiujamaa, hii haizingatini kumpenda kidini kwenye la tajudu qauman yu'minuna billahi, haingii kule ile. Kwa sababu pia Allah kuhusu watu wa Hud walimwamini Hudi? Hawakumwamini. Watu wa Salih hawakumwamini. Watu wa Shuaib hawakumwamini. Ila alisema wa ila adin akhahum huda, alitaja kwamba ni ndugu yao. Wa ila madyana akhahum shuaiba, wa ila thamuda akhahum saliha. Ule udugu sio wa kiimani, ni udugu wa kinasaba, ni udugu wa kinasaba, sio udugu wa kiimani, kwa sababu hakuna udugu wa kiimani baina ya aliyeamini na aliyekuwa hajaamini. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Tukasema mbona alikuwa mnafiki huyo Abdullah ibn Ubay bin Salul, Mtume kafanya hivyo? La, ndio hivi kinachoelezewa hapo, mutafaqun alayhi. Kadhalika wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Mtume anasema kwamba vaeni katika mavazi yenu nyinyi mavazi meupe, mavazi meupe. Kadhalika vile vile anasema fa innaha min khairi thiyabikum, kama mavazi meupe ni bora ya mavazi yenu. Wakafinu fiha mautakum, na wakafinini kwenye mavazi hayo meupe maiti wenu. Na hapa ndo akasema ulama kwamba na hivi ndivyo ilivyo kwamba hata kanzu za rangi si haramu, ila bora nyeupe. Si haramu kuvaa ambayo ni ya rangi, lakini bora ni nyeupe. Na ndio maana kwamba ni sunna, hasa kwenye yale matukio yaliyotajwa kwamba uende na kanzu, umetajwa kwamba hiyo kanzu iwe nyeupe kama Idi na mingine. Ila si haramu kwenda na rangi, ila tu kama mtu akienda na rangi umeacha kilicho bora, si haramu. Lakini hivyo maana karihivi kwa munasaba kwamba kuna kipindi fulani kuna shekhi mmoja alikuja kuelezea, alitoa hutuba kuhusu Maulidi kwanza. Sasa kuna wazee aliwakera sana na vijana ambao wanapenda Maulidi. Basi hutuba inayofuata siku za mbele alikuja kuongelea kuhusu adabu za kuja msikitini. Hutuba kawaida tu, adabu za kuja msikitini. Katika leo ongea kanzu iwe nyeupe, kisha akasema kwamba lakini pia rangi si haramu, lakini akasema tu iwe nyeupe. Wakalipiza kule walipoambiwa Maulidi hayafai, kaharamisha za rangi huyu. Sasa hivi Allahu musta'an, na watu wana matatizo sana yani. Atata sababu tu wakuzushie. Allahu musta'an. Na kuna maelezo kuhusu hilo. Kuna maelezo ya Sheikh al-Bassam na ya Sheikh Fauzani kwenye hili, lakini yote yameelezea kutokutoa kwamba maiti anatakiwa azikwe na nguo nyeupe, ndio asili. Kadhalika na kwamba kumzika maiti ni faradhu kifaya. Faradhu kifaya, kwa maana idha qama bihi al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqin. Hilo jambo wakilisimamia baadhi ya watu, madhambi huporomoka kwa wengine. Faradhu kifaya. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i wa sahahahu at-Tirmidhi. Hii imepokea al-a'immatu al-khamsa isipokuwa Imam an-Nasa'i na akasahihisha Imam at-Tirmidhi. Na nitauliza hapa, na nimeacha kwa muda mrefu kidogo, si imesahaulikana. Naam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Jabir Allah amridhia amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallam idha kaffana ahadukum. Hizi hadithi hizi sidhani kama kuna hata moja ambayo hatukisoma kwenye ahkamul janaiz Sheikh Albani, labda ambazo zitakuwa ni dhaifu, kwa sababu Sheikh Albani anajitahidi kutokunukuu dhaifu. Hivyo atakapo
mvisha sanda mmoja wenu ndugu yake, idha kafana ahadukum akhahu, atakapomvisha sanda mmoja wenu mdogo wake nduguye. Na hapo wanasema ulama ima ni ndugu kiimani au kinasaba, ile ingawa imefanywa takhsis hapa udugu kidini ndio inahususia zaidi, kwa sababu al-ukhuwatul imaniyya au al-islamiyya muqaddamatun ala al-ukhuwati an-nasabiyya. Udugu wa kidini na wa Kiislamu huu na wa kiimani huu unatangulizwa kuliko udugu wa kinasaba, na ndio maana ukitazama kuna mengi ambayo yanaonyesha hilo kwenye kipindi cha masahaba. Watu waliacha kuwasapoti wazazi wao, wakamsapoti mtu hata si Mwarabu, kwa sababu mzazi wake hakuwa Muislamu. Kwa maana huyu ambaye si Mwarabu na ni Muislamu ndo ana haki kuliko Mwarabu ambaye si Muislamu na ni baba yake, wakafanya hilo. Rawahu Muslimun. Kwa hiyo kufanya ihsani kwa maana kufanya vizuri, isiwe wafanya hilo wala hali ya kuwa una yako moyoni, sio sawa. Na kadhalika vile vile wa anhu radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Jabir Allah amridhie, qala amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajma'u baina ar-rajulayn min qatla Uhud fi thawbin wahidin, alikuwa Mtume sallam akikusanya baina ya watu wawili katika waliouawa kwenye vita vya Uhud. Na waliuawa ngapi kwenye vita vya Uhud? Waliuawa ngapi Waislamu? Nilitaja kwa kusoma ahkamul janaiz. Naam, na 6. Allahu musta'an. Waliuawa 70, waliuawa Waislamu 70. Thumma yaqulu, kisha alikuwa Mtume akisema ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni upi kati ya hawa ni mwingi kwenye kuchukua Qur'ani, ambaye kaihifadhi sana Qur'ani ni nani? Fayuqaddimuhu fil lahdi, huyu ambaye kaulizia kuhusu kuhifadhi kwake akionyesha kama ndiye kamzidi mwenzake, huyu ndio humtanguliza kwenye mwanandani. Walam yughassalu, na wala hawakuoshwa. Waliuawa na waliokufa kule kwenye ibada ya haji, wale wanaswaliwa hivyo hivyo, wanazikwa hivyo hivyo, hawafunikwi, hawatiwi manukato, na nguo zao zile zile wanazikwa vile vile. Imethibiti kwamba atakayekufa kwenye jihadi kule, jeraha lake litakuja na harufu ya miski yaumul qiyama, na aliyekufa kwenye ibada ya haji kule, huyu kwenye jihadi ana hukumu hii. Kwenye ibada ya haji kule yub'athu yaumul qiyamati mulabbiyan, atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa analeta nini? Talbiya, anasema labbaik allahumma labbaik, hivyo kwa sababu mamata ala shay'in yub'athu alayhi, atakayekufa juu ya kitu fulani basi atafufuliwa juu ya hicho kitu, na vinginevyo. Walam yusalli alayhim, na wala Mtume hakuwasalia. Ila kwenye upande wa hapa ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, hapa anasema Sheikh al-Bassam, yeye ana maelezo mengi kwamba ni haramu kiasli kuzika watu wawili kwenye kaburi hili moja, isipokuwa wakati wa dharura. Sheikh al-Bassam yeye kisha akasema na yafaa kwa wakati wa dharura kulifanya hilo. Kisha mahallu shahid, wadalla dhalika ala anna al-ilma bikitabillahi yarfa'u maqama al-insani wa yu'li martabatahu idha qasada bi'ilmihi bihi wajha Allahi wad dar al-akhirah. Mahallu shahid hapa ambapo kuna kupongea kuwa na ikajulisha hadithi kuwa kule kujua kitabu cha Allah ili jambo la mnyanyua mtu nafasi yake, na kadhalika na humnyanyua cheo chake. Lakini sababu wapo wanaosoma alafu makhurafi, watu wa bid'a, washirikina, ila akikusomea Qur'ani kama yeye hakuna. Lakini itakapokuwa kusoma kwake Qur'ani na kujua hiyo Qur'ani lengo lake ni kutafuta nini? Wajhu wa Allah, na kutaka nyumba ya akhera. Kadhalika hadithi rawahu al-Bukhari. Na vile vile wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Ali Allah mridhia amesema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nimsikia Mtume sallam yakulu akisema la tughalu fil kafan, msichupe mipaka kwenye sanda ikawa kwamba atoa 80,000 na mwenzako 80 na mpumia, yani mpumia alafu kila mmoja atoe 80, alafu mwamba pesa ya sanda hiyo. Sanda ya gold au ya silver?
si pesa kwenda kununua pikipiki tena hiyo, sanda tu. Fa innahu yuslabu sari'an, hakika hiyo sanda hiyo yuslabu sari'an. Sheikh Fawzan akasema kwamba yafna sari'an, huchakaa haraka, huchakaa haraka. Kwa sababu magharamiko jambo ambalo lenyewe linachakaa haraka, ya nini sasa hiyo? Na katika mambo ambayo ni katika daruriyatul khams katika Uislamu ni hifdhul mal, kuhifadhi mali. Kwa mtajitia hasara na hali ya kuwa kuhifadhi mali ni moja kati ya mambo ambayo Uislamu umekuja kutaka yalindwe. Kuna mambo matano Uislamu umetaka haya yalindwe haya. Katika hayo ni hifdhul mal, mali za watu. Rawahu Abu Daud, hadithi yake kwa Imam Abu Daud. Kadhalika wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah mridhia amesema, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala laha, kama mtume sallam yeye alimwambia, law mutti qabli la ghassaltuki, alhadith, lau kama ungelikufa kabla yangu ningelikuosha. Mtume anamwambia mkewe hapa. Sasa katika mambo hupatikana ndani hapa katika hii hadithi ni kuhusu kule kuwa kila mmoja kati ya wanandoa, na haya ndio maelezo ya kadhalika ya al-Imam au Sheikh Hamid al-Faqi anaelezea hivyo. Sheikh Hamid al-Faqi Allah mrehemu, kuhusu kuwa kila mmoja kati ya wanandoa wawili yafaa kumwosha mwenzake akifa. Mume kumwosha mke akifa mkewe, na mke kumwosha mume akifa. Na ndio maana Aisha alisema kwamba laiti ningelitaka mtume asingelioshwa na wote, ningemwosha mimi tu. Sema hivyo hivyo, maana hadithi imekuja, la istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisauhu. Sema hivi, laiti ningelitaka mimi kabisa basi asingelioshwa na mtume isipokuwa na wake zake tu. Rawahu Abu Daud. Alhadith rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban. Na kadhalika vile vile wa an Asma binti Umais, na kutoka kwa Asma binti Umais, anna Fatima radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Ali radhiyallahu anhu, kwamba Fatima alihusia, Asma binti Umais anasema Fatima alihusia aoshwe na nani? Ali, mumewe huyu, mumewe. Kwa hiyo hilo jambo lafaa, jambo lafaa, na sio kwamba kufikia hatua eti kwamba kuna mashekhe hao wao ni mwoshaji, hata kama wakeza watu waenda tu nenda kuosha, hata kama kashakufa bado ana heshima kama mwanamke yule, na nafasi kama ni mwanadamu aheshimiwe. Ndio maana tutakuja kuona hapa mtu kufanya adhia kwa maiti hukumu yake nini, mbele itakuja hadithi hapa. Hata kama kashakufa, ile huruma insania, utukufu wa kibinadamu ndio upo nao. Hivyo rawahu ad-Daraqutni, nalitokea hilo. Na hawa walikuwa wanaonyesha wana mapenzi sana, mpaka mke ahusiaosha na mumewe, mapenzi sana haya. Sasa ukuta kwamba jamii zimepinda sana, anakumwambia yani acha kuambia kuhusia kwamba ujumuoshe, asema nikifa upati kamie wewe, ringa hivyo hivyo. Yani subhanallah, kuna maneno ambayo yanaonyesha kabisa hawa watu hao waishi tu usiende, sema tushazaa tutafanyaje? Wallahu almusta'an, hatari sana. Wa an Buraida, ndio maana Ali pia katika mambo yamenukuliwa insaha kwa kile alipokufa huyu Fatima, kwa sababu alikufa Ali kabla ya Fatima. Maana mtume alipokufa Fatima alikaa miezi 6 na yakafa, miezi 6 akafa. Wakati ili kuonesha kama hawa watu walikuwa na ile hali ya uume kweli kweli, yani hawa watu wanakupendana. Wakati anamzika Fatima alisema kwamba mimi si huzuniki kwamba labda umekufa, la. Tukashanga huyu hampendi au vipi? Akasema hivi, hapana, nahuzunika kuwa nahofia kuwa maisha hayatakuwa mazuri milele kwa sababu nimekukosa. Hivi yani subhanallah, ule mubalagha kuonesha kwamba watu wanapendana. Pia kadhalika pia kuepokelea katika moja ya salaf, baadhi yao wanasema ni Uthman, na ndio ya raji zaidi kwenye akili yangu, wakati upo katika hali ya kufa, sehemu katika nguo ya mkewe ikafunuka, na mkewe kwa sababu anamuguza mumewe yeye hakujua kwamba ndio kuna nguo imenifunuka mimi, kwa ile hali ya fadhaa kwa mume wangu anakufa. Hivyo yule mume akasema kwamba kufunuka nguo yako yani ni kubaya zaidi kuliko hii hali niliyokuwa nayo. Kule kufa ni kwepesi kuliko hata kule kukaa sehemu katika mwili wa mkewe kupo wazi.
Sasa angalia, huyu anakufa, huyu anasema hivi, huyu ambaye ni mzima amkatia mishone ya maana kisha kazore nao mabarabarani. Yaani kwamba ile hali ya arujula kwa baadhi ya wanaume imepungua, hamna. Na sasa hivi inaonekana kwamba eti mtu akiwa na wivu, yani na wivu vo yule. Yaani kwamba sasa inaona ukae kithori, yani ndio uonekana kwamba wewe labda ni mtu usimati ana taabu vo. Ni mkeo ongea na watu pale ana taabu, na mkeo ni mashallah ana taabu yani. Kwa hiyo kama katoka na harufu mazuri, manukato, akienda huko sawa, na wewe ndio huna taabu. Wewe una taabu na ni mjinga. Na ndio maana Ibn al-Qayyim wakati anaelezea kwamba anaelezea kuhusu hili jambo anasema wivu ukipungua, kwenye kile kitabu Al-Fawaid kasema hivi, wivu ukipungua wapelekea kwenye ukhanithi, na ukizidi sana wapelekea kwenye maradhi. Kwa wakati na kati kasema hivyo Ibn al-Qayyim, Allah amrehemu. Wa an Buraida radiyallahu anhu fi qissati al-Ghamidiyya allati amaraha an-nabiy sallam birajmiha fi zina. Anasema Buraida kwenye kile kisa cha yule mwanamke ambaye ni al-Ghamidiyya, ambaye mtume aliamrisha apigwe mawe kwa kuzini. Qala, kisha akasema mtume, thumma, au akasema rawi hadithi, kisha akasema aliyepokea hadithi, thumma amara biha fasulli alaiha wa dufinat, kisha akaamrisha kuhusu yeye akaswaliwa na akazikwa. Na zile hudud ambazo zikipita duniani, mtu kazini akafanywa adhabu, akafanywa hadi ambayo kaekewa kisheria, ili jambo mbele ya Allah limeshakwisha, hata hukumu tena. Sasa hukumu duniani imekwisha. Ndio maana huyu baada ya hapo tu, kwa sababu kashahukumiwa ile kosa la zina, ili jambo basi halipo tena kwa kama kosa. Ndio maana mtume akamswalia. Wa an Jabir ibn Samura, kutoka kwa Jabir ibn Samura qala, amesema utiya an-nabiy sallam birajulin qatala nafsahu bimashaqis, ailetewa mtume sallallahu alaihi wasallam mtu ambaye aliua nafsi yake bimashaqis. Al-mashaqis jamu mashqas, wa huwa al-hadidatu allati takunu fi ra'si al-harba au fi ra'si ar-rumhi, ni chuma ambacho kinakuwa kipo kwenye nini, kile kichwa cha mkuki. Kiangalia ule mkuki kumbele huko na kama nini kimekaa, ile ndio inaitwa al-mishqas. Jamu yake mashaqis, kile chuma cha mbele huko umejichonga vile mbele hivi, unakaa inaitwa triangle mbele kule, na kamfumo ule. Sasa kile kuna mtu alijiua nacho kile. Falam yusalli alayhi, mtume kumswalia. Rawahu Muslim. Na sio kwamba huyu ni kafiri, bali kama tulivyoona kwenye ahkamul janaiz, yapasa kwa wale mashekhe na maustadhi, watu ambao wamefanya hawa, hata kama ni Waislamu lakini wajulikana kwa uovu fulani, wao wasiwasalie, ili iwe ni funzo kwa wengine wenye tabia kama ile. Sio kama mtume hapa aliacha kusalia kwa sababu ni kafiri, la, sio hivyo. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, fi qissati almar'ati allati kanat taqumu almasjid, kwenye kisa cha yule mwanamke ambaye alikuwa yeye akisafisha msikiti. Taqumu ay tunadhifu, alikuwa akisafisha msikiti. Qala fasala anha an-nabiy sallam, kwa sababu msikiti ulikuwa mtume ukisafishwa na mwanamke. Siku zimeenda mtume ikawa hamuoni. Sasa ni kwa maana ile hali ya kusafishwa haipo. Mtume akauliza kuhusu yeye, faqalu, wakasema matat, amekufa. Qala, mtume akasema afala kuntum adhantumuni, hivi kwa nini hamkuwa nyinyi mwenye kunijulisha mimi? Kwa maana mkanijulisha mimi, mkaniambia kwa fulani kafa. Hapa adhantumuni na maana kwamba akhbartumuni, kwa nini hamkunipa habari? Fakaannahum sagharu amraha, kana kwamba wao sagharu amraha, walifanya dogo jambo la yule mwanamke. Si huyu mshasaji msikiti tu hivyo, kwa hiyo hawakumjulisha mtume hilo. Faqala dulluni ala qabriha, mtume akasema nijulisheni kwenye kuna kaburi lake liko wapi? Fasalla alaiha, mtume akaenda akamswalia. Na hii swala huitwa salatul ghaib. Na umetofautiana ulama kwenye hukumu hii swala. Kwenye hii swala kumswalia mtu hata kama yuko mbali, kama alivyofanya mtume alivyomswalia an-Najashi alivyokufa zake Habasha, na hadithi inakuja hapo mbele. Wazada Muslimun, na amezidisha Imam Muslim kwenye hadithi hii
Thumma qala, kisha Mtume akasema, inna hadhihi alqubura mamlu'atun dhulmatan, hakika ya makaburi haya